Hii ni Bugoma TV. Habari. Pamoja na hayo, tunaamini kukusanya vijana hawa ni kazi nzuri. Umetupa sisi fursa serikali kuzungumza nao pia, na fursa ambayo tunaweza kuzungumza na nyinyi vijana mlioko hapa na ambao wanatusikiliza ni kuhakikisha kwamba mnatunza thamani ya tunu ya taifa ambayo ni amani na utulivu. Kila mmoja anatamani kuwa kijana. Kila mmoja anatamani kuwa kijana. Ni umri adimu, ni umri wenye maamuzi, ni umri ambao una nguvu. Niwaombe ndugu zangu vijana ambao tumeshiriki leo na wale watakao tusikiliza, msikubali kutumika. Msikubali kutumika kufanya mambo maovu, mambo mabaya ambayo yatapelekea amani na utulivu wa mkoa wetu kupotea. Na niwaambie kwamba sisi kwa maana serikali ya mkoa tutashirikiana na nyie, na niwaombe na nimefurahi namna ambao jeshi la polisi linashirikiana na nyie. Nichukue fursa hii ya kumpongeza kamanda wetu wa polisi mkoa huu wa Katavi, Saka Ngonyani, kwa namna ambavyo amejiingiza na kushirikiana na makundi mbalimbali, na nyie ni miongoni mwa watu ambao mmeshirikiana na Saka Ngonyani. Niwapongeze wale wote ambao mmefanikiwa na mtakabidhiwa tuzo muda mfupi ujao. Nawapongeza kwa sababu ndugu yetu Arnold amekuwa kama kocha wa Yanga. Ameweza kutafuta vipaji tofauti, yaani mpaka mpigwe vipaji vimepatikana. Imagine. Vipaji vimepatikana mpaka Tanganyika. Vipaji vimepatikana mpaka Mlele. Leo ni fursa kubwa sana ambayo leo tumeiona. Nitoe rai kwa wale wote ambao mmepata tuzo. Tukae tunda. Wale wote mliopata tuzo, msiende kulala nazo kama yule MC alivyosema. Msiende kulala nazo. Ziwe ni chachu ya kubadilisha maisha, ni chachu ya kuongeza network ya watu. Ukirudi Mpimbwe, ukirudi Tanganyika, ukirudi Mpanda, basi ongeze network ya kuhakikisha kwamba kazi yako ujue imethaminika. Basi ongeza network, na network yako iwe ya kuhakikisha kwamba unasambaza upendo wa amani na utulivu. Tuzo hizi zileta manufaa makubwa sana katika jamii. Moja, kukuza uchumi wa ndani kupitia kutangaza biashara, bidhaa na huduma za kushiriki. Mbili, kuibua vipaji katika sanaa, ubunifu, teknolojia na maendeleo mbalimbali. Tatu, kukuza ushindani chanya kwa wafanyabiashara na washiriki na kuboresha huduma zao. Nne, kukuza matumizi ya teknolojia kupitia ushiriki wa kidijitali. Tano, kuongeza ushiriki wa vijana katika ubunifu, biashara na maendeleo. Na sita, kujenga taswira chanya ya mkoa wa Katavi kuwa mkoa wenye vipaji na fursa Tanzania. Ombi, sisi kama Holsmite tunaomba wadau shupavu wote muendelee kutunga mkono. Lakini pia pili, endeleeni kushirikiana na sisi kupitia taasisi yetu ya Holsmite. Na sisi pia kama Holsmite tumeamua kuja ndani ya mkoa huu wa Katavi kuleta hamasa na sio kitu kingine. Tumeleta ushindani huu ili uweze kuwa chachu ya watu wengine. Wako watu ambao wametupokea kwa moyo mmoja, na tunawaomba wadau shupavu endeleeni kutupokea na kutuamini. Muhimu ni kwamba mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama Holsmite tumeamua kufanya kazi na tumeamua kupambana kufanya kazi ambazo zinaonekana. Kwa majina anafahamika kama Madam Ntulo au Ntulo Decoration. Tuzo hii ya siku ya leo, usiku wa leo, kwa kweli nimeifurahia sana tu. Na nawashukuru sana wale wadau ambao wameandaa hii tuzo. Hii tuzo itanisaidia sana katika kazi zangu hizi za ujasiriamali, za upambaji. Kwa sababu mtu yeyote akigundua kwamba nimepewa tuzo, kwanza itanipa uthamani katika kazi zangu.
kazi yangu itakuwa ni bora. Kwa majina naitwa Juvenal Nkwazi. Jina la kazi ni MC Nkwazi. Siku ya leo nimefurahi sana kupokea tuzo hii ya MC bora wa kiume mkoa huu wa Katavi, tuzo ambazo zimetolewa na Home Smile. Kwangu mimi tuzo hii ni ishara ya kazi na uwajibikaji ambao nawajibika nao, lakini kikubwa zaidi ni ishara tosha kwamba wale ninao wahudumia kwa maana ya supporters wangu, wadau wangu wanakubali kazi yangu, na ndio maana hata ulipokuja mchakato wa kutafuta MC bora wa mkoa wa Katavi kwa maana MC wa kiume, waliweza kunipigia kura wakiamini kwamba ninaweza. Kitu ambacho naweza kuahidi kwa wadau wangu wote ni kuendelea kujituma, kufanya kazi kwa weledi, kwa uaminifu mkubwa. Hii ni Bugoma TV. Habari.